Mechi ya kesho ni hitimisho la ligi, sababu timu zingine zishamaliza. Ifahamike mechi ya Kipolo. Kwa hiyo kesho tunaenda kukamilisha zile mechi zetu 30. Maana tulicheza mechi 29, kesho ni ya 30. Kwa hiyo kikubwa tu kwa wapenzi na wanachama wa Yanga wafike kwa wingi kwenye uwanja Benjamin Mkapa kuangalia timu yao inafanya hitimisho la msimu. Naamini kikosi chenu. Kwanza kauli mbiu ya klabu yetu daima mbele. Sawa eh? Sasa na ndio maana hapa tulipofikia kwa kikosi tuko nacho. Na tunaamini kikosi chetu kitaendelea kutupa furaha. Kwa hiyo shida ya wapenzi na wanachama ni kupata furaha. Na furaha ya mpira ni kutafuta ushindi. Kwa hiyo wako tayari kuipambania nembo ya klabu yetu. Mtani wenu Simba leo alitakiwa ahudhurie kwenye mkutano na wanahabari majira ya saa 5:30, lakini hajafanikiwa kufika. Hii inawapa wasiwasi kwamba kesho anaweza asilete timu? Hapana, hiyo ni mipango tu ya kwao walivyopanga. Siwezi kuingilia, lakini najua Simba kesho wataleta timu. Na uhakika wataleta timu. Na kama wataleta, nyinyi waandishi mashahidi, mtaona kwamba timu haikufika. Sasa hatuwezi kusema na jambo msingi uzingilie kwamba wataleta timu. Leo mwanzo walisema walizuiliwa kufanya mazoezi. Kwa hiyo fikeni saa 10 Benjamin Mkapa mtaona atafanya mazoezi. Kuna taarifa waliotoa kwamba watafanya leo mazoezi. Kama watafanya ni sawa, sio jambo la lazima. Lakini niwaambie tu wanachama na wapenzi wa Yanga, fikeni kwa wingi Benjamin Mkapa. Na wale kwa mikoani wasisite. Naamini burudani kesho ipo. Simba timu wanaleta. Kwenye historia hii ishawahi kutokea Yanga labda kugomea mechi ya dabi au Simba pia, maana wewe umekula chumvi? Mimi kumbukumbu za nazo Simba kutukimbia uwanjani. Simba mara mbili. Ya kila mwisho labda nikumbusha pa jirani wengine kidogo itakuwa angalau kidogo shafikia. Sawa? 97. Kabla 97 kuna mechi moja hapa mwishoni wa miaka ya 80 Simba na Yanga. Simba ilicheza dakika 45 za pili hawakutokea uwanjani. Wakati huo Hamid anacheza fullback 3, Shua Boy anacheza winga ambao huyu mnamuita Shua Boy ni Salum babake au Bakari Salum. Hamid akatoka ndani kuja kumwaga Swebake, bwana hapa game hakuna, wenzangu ishaondoka. Watu kwenda kuangalia vyumbani, kweli Simba washaondoka. Sasa kama wakifanyia hivyo itakuwa jambo la ajabu. Labda watakuwa wanakamilisha utani, lakini kesho najua ndio hitimisho la ligi yetu. Ilikuwaje hiyo wakaondoka, yani hawakurudi kipindi cha? Ni maamuzi yao. Ndio hata kama hii. Utaratibu wa mechi na maana kuna kikao maalum cha pre-meeting. Leo hawakutokea. Siwezi nikawasema nikawazuia. Wana sababu za msingi. Labda wanataka kututoa mchezoni. Na kikubwa wanachojua kwamba mechi wao hawana mapato. Mechi yao wao mapato lishachukua. Sasa hii wamejipoteza wakati kwa sababu hii mechi mwanzo zilizo tiketi. Kwa hiyo takwimu inasoma kwamba tiketi ngapi mwanzo ziliuzwa. Kichobaki sasa wanajazia pale kutimiza idadi ya ule uwanja. Kwa hiyo wana Yanga waje. Wapenda mchezo, hata Simba mwingine mgongo wazi waje. Wanasema Simba inaiogopa Yanga. Ndio maana hawataki kutoa taarifa kwamba kesho wataleta timu uwanjani. Inawezekana. Unajua kupigwa mara 4 nayo sio kitu masiala. Kwa hiyo lazima wanakuja na tahadhari kubwa. Watu na nyoka. Ukiona ubua wewe kajibua sababu ndio yule nigonga. Kumbe nyoka alivua gamba lake tu. Lakini kimsingi kesho tutafanya hitimisho la ligi. Tumalize la kesho, Jumapili tukamalize CRDB Bank, msimu wa mwaka wewe ushaisha, maisha yaendelee. Kama ikitokea Simba hajaleta timu uwanjani mtapewa alama 3. Silijui. Sababu mimi sio msika na hilo. Na maana sisi tutafuata taratibu. Tulikataa mechi ya mwanzo kwa sababu za msingi. Sisi ndio wenyeji. Na sisi nadhani nyinyi mashahidi mmekuja kutoa tiketi zinauzwa. Sisi ndio wadhibiti mapato. Utapangaje mechi sisi bila kutuhusisha? Ndio tukasema hatuchezi. Na tukaenda mbali kama kuna mwanamume atakisubutu na atoe pointi za bure. Ndio mpira nchi ungekufa. Unaona? Sio ungekufa kwa ugomvi, ungekufa kwa taratibu za sheria. Sisi lazima tungekwenda mahakamani kudai haki yetu ya msingi. Waje mahakamani watoe tafasiri. Sababu mechi ile imeahirishwa, hakuna jibu lililotolewa. Machi 8. Kumbuka wakati inaahirishwa walisema kwamba tumeahirisha mechi, kuna sababu ya kwanza kuna viashirio vya rushwa. Sababu ya pili kuna uvunjifu wa amani. 3 kama wanaunda kamati. Sasa kamati yote itakayofanya uchunguzi itoe jibu likawa halipo. Sawa, lakini tunashukuru kwamba mkuu wa nchi ametumia busara zake, dabi ipigwe. Kesho tukafanya hitimisho. Unadhani kwa nini Simba wanaleta migogoro yote lakini viongozi walishakutana? Unajua kitu kimoja. Sindano inatoboa.
si ndio? Lakini si naonyesha tobolewa, ndio inatungwa uzi. Sasa viongozi wa Simba ina maana wao wewe wanaongozwa kama remote vile. Kama kisema kwa misingi, sioni sababu. Maana ukipewa zamana isimamie, kwa sababu hizi ni pesa za watu wanazotumia. Watu wanaacha shughuli zao kuja kuangalia dabi. Kwa mfano, ushakuja watu kutoka Rwanda hapo hapa, sawa, watu kutoka Kenya, nchi mbalimbali. Unajua kuna watu kila mtu na burudani yake. Kama unaona watu wanatoka Ulaya kuja kupanda mlima Kilimanjaro. Sasa kuna mwingine style yake kuona dabi ya Simba na Yanga tu inakuwa historia katika maisha yake. Kwa hiyo la msingi. Sasa kama kiwa kiongozi tetee unaogopa kimvuli chako, ndo haya. Ina maana ongoza kwa utaratibu unaofaa kwa matakwa ya katiba ya klabu yenu. Ukija katika michezo, simamia kwenye sera ya michezo. Hii imetolewa na serikali. Nikisema serikali ina maana BMT, sawa? Hawa wametoa sera, wametunga mpaka sheria ya baraza la michezo ya 1967. Yote inaongoza. Sasa kuna sababu gani? Sasa kama wewe kiongozi ujiamini, ulichukua kipi kilichokushawishi wewe kuwa kiongozi? Simamia misingi inayotakiwa, ndio hicho tu. Lakini mimi naamini Simba wataleta timu ujanja janja tu. Baadhi ya mashabiki wanasema kwamba matakwa yenu yametimizwa. Kwa nini? Ndio maana nimesema hivi. Hivi Watanzania wangapi ukiuza hata katiba ya Jamhuri ya Muungano hawaifahamu? Ni Watanzania, si ndio? Lakini unapotaka kuwa kiongozi kwanza inabidi jukumu lako la kwanza kuisoma katiba ya Jamhuri ya Muungano. Sawa? Ukiwa muumini wa dini ya Kristo kwanza jitahidi sana kuisoma Biblia. Uijue hata ile Mathayo moja tu kwa Yesu Kristo. Itakusaidia. Ukiwa Muislamu bila kadhalika, basi hata surati Fatiha uijue. Sawa? Vingine vitafuata. Ukishajua hivyo maana utakuwa na uelewa mkubwa kuongoza jambo ambalo wewe ujitolee unataka uliongoze. Shabiki hajui sheria. Shabiki yake ni fulana milipuko tu. Umeelewa? Kiongozi na mambo utaratibu. Kwa mfano, unapokuwa mbunge basi jukumu la kwanza utaisoma katiba ya Jamhuri ya Muungano. Ile ndio itakupeleka bungeni. Ndio maana mihimili ya serikali ni mitatu tu. Si ndio? Bunge, mahakama, kingine kinachofuata? Ndio niambie mzee. Mimi simekuachana, wewe si Mtanzania. Wewe si mwandishi bwana. Utasema bunge, mahakama na serikali. Yaani serikali mbona utamtaja rais na cabinet yake ya mawaziri. Sawa? Sasa kiongozi fuata misingi ile. Kama utaki itakuwa shida. Huwezi kumlaumu shabiki. Shabiki shida yake furaha tu. Timu imeandaliwa vipi hajui. Timu imefungwa yake lawama. Sawa? Mchezaji kacheza vibaya kama yule hafai. Lakini kumbuka mchezaji siku ile alikuwa anakufurahisha, ni binadamu kwa mwili unakataa nao. Kwa hiyo shabiki huwezi kumlaumu, lakini unapokuwa kiongozi simamia kwenye uongozi. Lakini angalizo. Niseme kila anakuja mpirani kesho aje na akili zake timamu. Kila anakuja mpirani aje na akili timamu. Nikiwa na amana basi. Tutunze mali za serikali. Serikali imetumia pesa nyingi kujenga uwanja ule. Inakuwa si vyema kuendeleza uharibifu. Kwa sababu hao watani zetu jamaa zetu ushangoa viti mara mbili. Serikali inatia sala. Sasa ni waombe. Hatutamtambua mtu yote hata kama yeye kavaa jezi ya Yanga anafanya uharibifu, tutamkamata. Kwa sababu serikali inatumia gharama kubwa kujenga viwanja. Ni wajibu wetu kuvitunza. Na Kamanda Mulilo leo amezungumza ulinzi na usalama upo shwari kabisa. Ndio nasema ulinzi wa kwanza kwa Mtanzania ujilinde mwenyewe. Wala tusiwasumbue polisi. Ukiona akili yako na mihemko kaa nyumbani. Na unapokwenda uwanjani mpira ukubali matokeo yote matatu. Kuna kushinda, kuna kudraw, kuna kufungwa. Haiwi sababu tena wewe kufanya uharibifu. Wakati ule uwanja tunautegemea utaendelea kuchezea. Sawa. Hilo ndo msingi kwa wapenda michezo yote. Tutunze mali za uwanja. Kama siwepo bodi kwamba mechi hakuna, lakini Yanga walikuwa ustaarabu, haikung'oka hata koki pale. Hakuna hata kitu. Ungekuwa mgongo wazi kila kitu kilikuwa kisharibika pale. Hatuhitaji hayo. Simba waje, lakini waje kwa heshima. Wasifikirie wale wafanya Zanzibar wafanya pale. Jeshi la polisi liko makini. Maana Zanzibar mechi yao na wale ya Berkane, watu wamechaniwa jezi, wamedhalilishwa mbele wake zao, ili hatuhitaji. Michezo ni udugu, michezo ni furaha. Walioanzisha hivi vilabu mambo yao makuu yalikuwa manne. La kwanza ni kufahamiana. Kama wewe unavyoambiana na Msumi, sawa? Na mimi nakufahamu kwamba wewe mwandishi wa habari. Lakini pili, wanajadili michezo wanayoipenda. Ndio hawezi tuongelea michezo hapa. Tatu, watu walikuwa wanalikana katika sherehe. Kuna sherehe mahali fulani watu wa Simba wanakwenda, Yanga wanakutana,
4 wanazikana kwenye misiba. Huu ni udugu tosha. Sasa ni sababu ipi inakufikia wewe mpaka unahamanika unataka kutia hasara serikali? Na niombe jeshi la polisi watakaye mkamata anafanya uharibifu wasimwachie, alipe gharama zote. Ataka kitu kimoja basi hata vitimia moja vile nyuma, yeye atakuwa yeye ndio mwalimu alikuwa anafundisha wengine, ili liwe fundisho. Tunapenda michezo, lakini michezo lazima kuwe na viwanja, ndio maana michezo. Mzee Msumi, tukihitimisha na hili, marefa nazungumzia waamuzi wa mchezo huu wametoka nje huko Misri. Wewe kwa upande wako ili unalionaje? Kwangu mimi nasema kwa kiroho safi kabisa. Kama tunasema tunacheza kiroho safi. Kwanza kitaondoa manunguniko. Sawa? Tuliwapiga Balali kama mdodo yule Kayoko. Sawa? Lakini wote wenyewe mpira nimeona. Umepigwa mpira Kamala Pimpini kaucheza. Kaudondoshia ndani, kaja Max kamaliza. Wanasema huko hapana, kipa kacheza. Sawa. Kama singecheza kipa pepo ungetoka ile mpira. Sasa hii ni vizuri. Lakini sasa shangaa, tushawahi kucheza mechi hapa na marefali 6. Kwa sababu sasa bora waje wageni sasa. Lakini naamini wale marefali wakafu. Sawa. Watazingatia wao ni kufuata zile sheria 17 za mchezo. Watakwenda kikao cha pre-meeting hawakwenda. Wasitafute visingizio. Wale walikuwa wanasema tunawakimbia, tulisema hatukimbii timu yote. Tutaendelea kucheza hii michezo ipo na itaendelea kuwepo. Tuje kesho tuhitimishe. Unadhani ni kwa nini watu wamekuwa wana complain sana kuhusiana na marefali wa nje? Unajua kitu kimoja. Mwenye macho sio mbona, hebu tazama. Ni jukumu lake kuangalia, na mwenye masikio kaja kusikia. Hapa ligi yetu hapa, marefali hapa wengi walikuwa wanacheza mechi kwa maelekezo. Ndio unamwona kabisa mtu anashika mdomo anguka pale. Kapombe anaanguka penalty. Sasa aje kesho aje na degedege anguke pale. Ni bora wacheze waamuzi wa nje, haki itendeke, apatikane mshindi kwa jasho lake. Si vinginevyo. Haki itatendeka. Ndio la msingi. Na ndio maana wamekaa, wamefikiri sasa iko haja tu, na sio sisi, dabi nyingi huwa zinatokea kama hivyo. Na mara nyingi hao Simba nilikuwa nataka tuba mechi yetu tunataka sisi waje marefali kutoka nje. Ndio maana kama mtu alifuatilia kwenye kauli yangu niliwahi kuongea jana, hata filimbi apewa Ahmed Ali. Sisi tunaweka muziki kiroho safi. Kwa sababu Yanga ni klabu ya michezo. Ndio maana eSports. Wakiona wao na wanataka nao, filimbi ampe Ahmed Ali. Si anachonga kwenye maiki. Wampe haya. Apulize uwanjani. Achezeshe dabi. Mnaingiza timu. Timu tunaingiza. Yanga klabu ya michezo. Mimi nikushukuru mzee. Mimi niseme kazi njema, mchana mwema. Shukrani.